wafike sehemu fulani kama ambayo wewe umefika. Nilitamani kukuuliza wewe kwa sababu kwa vitu vingi sana kwenye muziki tunakutazama wewe kama godfather. Kwa maana ya upande wa lebo, niseme. Upande wa lebo imekuwa ikionekana wasanii wakitoka kwenye lebo mara nyingi sio wasanii wengi ambao wakitoka kwenye lebo wanaendelea vizuri, kufanya vizuri kwenye muziki wao. Mpaka inatafsiriwa kama lebo zinadumaza wasanii pengine. Pengine ni kutokana na malipo ambayo wanapangiwa wakitoka. Lakini kwa upande wa WCB imekuwa na historia nzuri kidogo. Harmonize alitoka na sasa hivi anafanya vizuri na yeye. Rayvanny alitoka anafanya vizuri. Na wengine tunatarajia watafanya vizuri kutokana na mfumo wa WCB. Kwako Diamond, unahisi lebo za Tanzania zinakosea wapi mpaka baadhi ya wasanii wengine wakitoka kwenye lebo wanashindwa ku-maintain status yao? Kwa mfano juzi tumeona Ibra na Harmonize walipokuwa wakitupiana maneno mtandaoni na wewe ukaweka ngoma ya Ibra copy and paste. Ile ilikuwa na maana gani kwanza kwako, au ulikuwa unatamani uzungumzie chochote kwenye ile situation? Kwenye lebo hapo, unajua kila lebo ina mipango yake na mikakati yake kwenye kuwafanya wasanii wao, na hawezi kuhukumu wala kulaumu lebo yoyote kuhusiana na wasanii wao wanapoendesha. Lakini sisi kama Wasafi tunapomsaini mtu, tamanio especially kwa mimi, tamanio langu ni yule mtu afanye vizuri. Akifanya vizuri yeye, kwangu mimi inatengeneza heshima kubwa sana. Ndio mtu nimemsaini msanii hapo, msanii akafanya vizuri kwa mkubwa, kwangu mimi ni heshima kubwa kuliko hela ninayoingiza yule msanii labda katika shughuli za kiasi. Kwa hiyo tunawekeza nguvu, akili, mawazo. Inaonekana tu kama msanii, lakini nyuma wasanii lebo tunakuwa tunaweka the way mtu anapomwekea brand yako mbele. Kama mimi nadhani wengi wao wana mifano, nachaga shughuli zangu, page yangu inaweza kubadilika kama page kama ya msanii, kunyanyua mtu kutoka sehemu fulani kufika sehemu fulani. Sasa sisi tumepata bahati moja ambayo namshukuru Mwenyezi Mungu, katika kila msanii ambaye tumemtambulisha kwa kazi tuliyofanya, kushirikiana na yeye, waandishi wa habari na mashabiki, watu wamempokea vizuri, amefanya vizuri. Na kwa bahati pia nzuri, wasanii wengi ambao kwetu sisi wameanza kutoka kwa independent walikuwa tayari washafika kwenye mafanikio mazuri. Kwa mtu anaona kama sasa hivi nilipofika sasa, lebo nashukuru, naomba sasa nianze kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo akitoka pale, kwa nini anaweza kufanya vizuri? Kwa sababu Wasafi sio tu lebo. Nadhani watu kitu ambacho wakijua Wasafi ni sema watu wakija pale kama wako pengine darasani, kwa sababu nawafundisha vitu vingi. Kuandika nyimbo, nawafundisha unakuwaje star, nawafundisha unatakiwa present vipi nafsi yako ukifika sehemu. Yaani msanii unatakiwa ufanye nini, usifanye nini. Kwa yale madogo ambayo kaendelea Mwenyezi Mungu anawaelekeza. Mengine tu sasa watachanganya na akili zao na baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo kila mtu anashapata hii sasa, yeye mwenyewe anajua kumbe ukifanya hivi na kwa hiyo ukifanya hivi na kwa hiyo sasa wewe mwenyewe unaenda kuifanyia kazi. Na kila mtu anapofanyia kazi ndio anakuwa kulingana na nafasi yake Mungu alombariki na mashabiki waliopokea. Kwa baada hapo watu wanapotoka Wasafi, kumbuka wanatoka wakiwa tayari ni wanafanya vizuri sana. Kisha wanafanya vizuri pale, wanaweza kwenda kujisimamia wenyewe na ile misingi tayari wanayo. Kwa hiyo baada pale wao wenyewe wanaweza kujiongoza. Hata kama mtu ikitokea kidogo, kuna sehemu kasheki kidogo, inakuwa ni kidogo sana. Lakini kwa imani yangu mtu yote anayetoka Wasafi anaweza kufanya vizuri sana. Sasa hapo kwenye lebo zingine kwa kweli sijajua wao wenyewe wamekaje misingi yao, sijajua wao wenyewe wanaendeshaje lebo zao, na naheshimu kwa sababu kila mtu ana biashara yake, kila mtu ana taratibu zake. Ila kwa taratibu za Wasafi sisi, ni msanii anapokuja na mimi siwagi mtu fanya mambo labda nampa mtu nusu nusu, kwa sababu nataka kufanya msanii wangu afanye vizuri. Kwa na mwelekeza, sikiza unatakiwa ufanye hivi. Kuna mambo haya msanii hawezi kuititu kwa hivyo lazima ufanye hivi. Ukitunga nyimbo lazima ufanye hivi, usifanye hivi. Watu wengi nje wana imani yao, wanadhaniaga mimi ni wasanii sio kuandikia nyimbo. Mimi nimeandika nyimbo za wasanii wengi ambazo ni mjini. Wasanii wengi Wasafi, kila mtu akija pale kuuliza mimi na yeye nani kamwandikia mwenzie nyimbo, kaa nao atawaambia. Sio vizuri. Ila nyingi sana. Nika nao hao sio vizuri kuzungumza kwa sababu anakuwa kama hapa. Na kitu kimoja ambacho watu wakielewi, hata wengine sio Wasafi. Sometimes unaona wenyewe wanazungumza. Yaani mimi niko tu hivyo. Siwezi nikafika studio nikakuta nyimbo yako kuna sehemu iko safi nikakuacha tu hivi. Nitakusaidia. Unaona, kwa ukisema usiposema sitaki kwenda kuzungumza. Miongoni mwa vitu ambavyo nadhani watu wengi hawavifahamu,
nadhani yani mimi strength yangu imetokana kwanza na kuandika. Yani mimi kama mwanamuziki, mimi sio mwanamuziki tu avoko. Haso mwanamuziki wa hizo. Yani mimi nikishika peni naweza kuandikia nyimbo yote, naweza nikakuandikia bolingo, naweza nikakuandikia R&B, nikakuandikia kibokata, nikakuandikia hip hop, nikakuandikia mapiano. Na kila muziki najua ni uandike vipi. Yani kama hii nyimbo inaitwaje? Inaitwa Salama na nani na Barnaba. Hapa nimeachana na mtu. Ngoja nimshindilie maneno ya lawama. Yani unajua hivyo. Ikifika kwenye piano siwezi kuandika kitu cha serious kwa sababu piano inataka vitu serious. Nametea serious nani kwenye piano? Taandika mafuzi vitu ambavyo mtu akisikia atafurahi, atapata vibe. Sasa kutoka kwangu ukiandika nyimbo ya mapenzi ya kuumizwa nitaandika nyimbo kama Kamwambie. Nataka nyimbo ya maisha nitakuandikia nyimbo kama Yatapita. Na ukikaa na wasanii wote hao wewe zungumza nao tuambie Diamond kwenye sekta kuandika yuko vipi. Sipendagi kuzungumza. Sasa watu ukitoa sana nyimbo zile za mapiano au nyimbo za mipinduko, imani zao zinaona kama huyu sio mwandishi. Huyu IQ yake imeisha. Kwa sababu sometimes ukiona mtu anaongea anaweza katia verse kama nyimbo ya Barnaba kuonesha kama mkae mbali na mimi. Sio, umeelewa? Na muziki, kila muziki kuna namna yake ya kuandika. Alafu watu wanakaaga wanajidanganya, unajua Diamond yani amefocus sana kwenye biashara ndio maana mimi sifaliwa za biashara kwa sababu nina talent. Kitendo cha mimi kisikia biti ya kwa Sava nione tu nikuandikie salamu, maana yake nimetumia IQ kubwa sana. Bonge fika wewe ungeanza kujieleza, unajua kusalimiana vizuri, jamani tusalimiane. Ila kwa sababu mimi na IQ na nina talent, nikifika pale na kusalimia tu how are you? Unjani. Kwa hiyo unaona kama ni chepesi, sio chepesi kile. Talent. Ukiona nikifika kwenye show nitakuandikia, yani hicho ndio kinachoita talent. Yani sasa mtu uko nje wanapotoshana kwamba unajua mfanya biashara, sio biashara, bila talent. Kwa hiyo naweza kuandika muziki wowote na nikacheza nao muziki wowote na nikatengeneza hit. Na ndio miongoni. Yani hiyo ndio kwanza, hiyo ndio sila yangu kuu kwenye maisha yangu ya muziki. Haya mambo mengine yote ni mbwembwe tu. Ndivyo unacheza tafadhali. Hizo ni madagaje ya kutengeneza ukubwa wa fedha. Lakini sila yangu kubwa ni kuandika nyimbo. Naweza kuandika nyimbo ya happy, sio nyimbo ya mapenzi. Nyimbo yote, yani ndio sila yangu kubwa. Kwa sasa ilivyo kwa naweka vitu vile hapo clear vitatu. Cha kwanza usijidanganye kwamba mimi nafanya vizuri kwa sababu tunawekeza kwenye biashara. Kila mtu anawekeza. Ila mimi talent yangu na IQ yangu sio dogo, ni kubwa sana. Weka sikiza nyimbo zake, nyimbo unayoiona. Hata ukiona nimeandika kama makuzi, sio makuzi. Unashangaa tu nyimbo watu wanacheza wazungu, wanafanya nini, show labda wana maiti show kote. Zile techniques ambazo unatakiwa na talent ujue unaandika nini. Umeelewa? Haya, kwa kuna hivyo kwa wasanii wanapokuja pale kama lebo, jukumu langu mimi kwanza sana saini, napenda kusaini wasanii ambao wana talent wao wenyewe. Waweze kuandika nyimbo zao. Na mimi Mungu kanibariki wasanii wangu wengi walioandika wasaini wao wenyewe wanakuwa wanajiweza. Kwa kifika pale mimi nawapa misaada ya kwamba wanawezaje kuwa Msudi Nondo. Yaani usiwe tu msanii wa kawaida kwa sababu kwenye soko watu wengi wanatoa nyimbo ambazo nao nyimbo zao ni nzuri. Lazima uheshimu nyimbo kila mtu. Kwa hiyo unapotoa ili maneno asiwe mengi, hakikisha unakaza kwenye hichi. Hakikisha hapo unaweka hivi. Inakuwa hivyo. Kwa mtu akitoka Wasafi anakuwa sio tu lebo, ni shule, ashajua namna kujibrand, ashajua namna ya afanye nini, akikutana na mic azungumze nini, inakuwa hivyo. Sasa kwa wengine wao sijui wao wanaelesha vipi taratibu zao na anaheshimu na sijui mambo yanaenda. Tutakuwa na maswali mawili ya mwisho.